Aviator. Rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Baada ya kuifikisha timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars katika hatua ya 16 bora ya michuano ya kombe la mataifa Afrika AFCON 2025, akiwa kama kocha wa mpito Miguel Gamondi ameitwa haraka mizani kusaini mkataba wa kuinoa timu hiyo inayotarajiwa kurejea nchini leo na ikiandaliwa mapokezi makubwa ya kitaifa. Gamondi ameiongoza timu hiyo katika mechi 4 za michuano hiyo akiwa kama kaimu kocha mkuu baada ya kuchukua nafasi iliyoachwa wazi na kocha Hemid Suleiman Morocco aliyepeleka Morocco ambako imetoka sare 2 dhidi ya Uganda na Tunisia na kupoteza mbele Nigeria na ile ya juzi ya 16 bora dhidi ya wenyeji Morocco. Shirikisho la soka Tanzania TFF lilimpa Gamondi timu hiyo ya taifa akitokea klabu ya Singida Black Stars aliyojiunga nayo msimu huu na kuiwezesha kutoa ubingwa wa kombe la Kagame 2025, lakini akiwa na rekodi tamu wakati anaifundisha Yanga kwa misimu 2 kabla ya kutimuliwa mwishoni mwa mwaka juzi. Chanzo cha kuaminika kutoka kwa rafiki wa karibu wa kocha huyo raia wa Argentina amesema ya kwamba kocha ameanza mazungumzo na TFF kwa ajili ya kusaini mkataba wa kuwa kocha mkuu rasmi. Nikimnukuu anasema, ni kweli TFF wameanza mazungumzo na Gamondi ambaye licha ya kuitaka nafasi hiyo ametoa mapendekezo yake kuwa yupo tayari, lakini anatakiwa kupewa ruhusa ya kuendelea kufundisha timu nyingine yoyote. Wazua kuconnect dots hapo mtafahamu taarifa ambazo Singida wamezitoa ya kwamba Gamondi amekabidhiwa majukumu ya kuwa TD wa kikosi kile. Lakini anasema pia Gamondi amesema kufundisha timu ya taifa ni kwa misimu kutokana na kalenda ya FIFA, hivyo kwa kuwa ameshazoea kufundisha anaomba apewe nafasi yake kufanya majukumu yake akiwa na timu nyingine. Kocha huyo ambaye bado ana mkataba na Singida Black Stars aliyojiunga nayo mwanzoni wa msimu huu tayari amepewa majukumu mengine na waajiri wake hao. Na kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa jana na bodi ya kurugenzi Singida Black Stars, wamefanya mabadiliko ya kiufundi katika benchi lao ambapo aliyekuwa kocha mkuu wa timu hiyo, yani Gamondi, amekuwa mkurugenzi wa ufundi wa klabu. Pia amemwajiri Othman Najar kuwa meneja mkuu wa timu, amembadilishia majukumu Ramadhani Sonzorimo alikuwa mkurugenzi wa ufundi na kumteua kuwa mshauri wa ufundi wa klabu. Bila kusahau, meneja mkuu wa timu atafanya kazi kwa karibu na kocha mkuu mpya David Ouma akishirikiana na makocha wasaidizi Musa Ndou na Muhibu Kano. Aidha, klabu haina pingamizi lolote kwa kocha Gamondi kuteuliwa kwa kocha mkuu wa kudumu wa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars endapo mamlaka husika zitaona inafaa. Watumishi wengine ambao hawajatajwa katika taarifa hii wanaendelea kutekeleza majukumu yao kama kawaida ndani ya benchi la ufundi. Mabadiliko hayo yanaanza mara moja na yamefanyika kwa lengo la kuongeza ufanisi wa kiufundi katika kipindi hiki ambacho timu inashiriki mashindano ya kitaifa na kimataifa. Credit kwa Mwanaspoti kwa taarifa hii. Lakini wewe pia hebu tuandikie comment yako hapo chini. Gamondi kukabidhiwa timu ya taifa, unaona anafaa na fit kuendelea kukaa pale kwenye timu ya taifa Taifa Stars, aendelee kuaminiwa kwa hiki ambacho amekifanya kwenye michuano hii ya AFCON mpaka hivi sasa? Lakini nafasi pia kwa Singida Black Stars anakipiga miguu miwili huku na huku. Master Gamondi endelee kuaminiwa kwenye klabu pamoja na Taifa Stars. Tuandikie comment hapo chini kama una imani na Master Gamondi kwenda kuyamudu majukumu haya yote mawili endapo ataenda kukubaliana na TFF kusimama kama kocha mkuu wa timu ya taifa ya Tanzania. Mimi ni Juste Julius na hii hapa ni PMTV. Endelea kufuatilia kwenye mitandao ya kijamii ukiandika PMTV Tanzania. Kwa habari za kijamii, burudani na michezo, sasa unaweza kuzipata kwa urahisi zaidi kupitia tovuti yetu ya pmtv.co.tz au pakua app ya PMTV kutoka Play Store na App Store sasa. PMTV, kiburudani zaidi.